Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameanzisha juhudi za haraka za kidiplomasia baada ya kuibuka kwa taarifa kuwa mazungumzo ya Marekani na Iran yaliyofanyika Uswizi yamezaa mpango mpya wa kusimamia mivutano ya Lebanon, hatua ambayo inaonekana kuitikisa Israel kwa sababu inaweza kupunguza uhuru wake wa kijeshi katika mpaka wa kaskazini na hata kuiondoa kwenye mfumo rasmi wa uangalizi wa usalama wa eneo hilo. Kwa mujibu wa ripoti kutoka vyombo vya habari vya Israel, Netanyahu anaona maendeleo hayo kama tishio la moja kwa moja kwa maslahi ya usalama wa Israel, hasa katika wakati ambao vita vya maneno, vitisho na mapambano ya kivuli kati ya Israel, Hezbollah na Iran bado vipo juu. Kiini cha taharuki ni kile kinachoitwa utaratibu mpya wa kuzuia migongano kuhusu Lebanon ambao ulijadiliwa katika mazungumzo ya Marekani na Iran huko Uswizi. Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance alithibitisha kuwa pande hizo mbili zimeweka utaratibu wa aina hiyo kwa lengo la kupunguza uwezekano wa msuguano wa moja kwa moja kati ya jeshi la Israel na Hezbollah. Taarifa zilizovuja baadaye zilidai kwa mfumo huo mpya unaweza kuchukua nafasi ya ule wa mwaka 2024 ulioundwa chini ya usimamizi wa utawala wa Joe Biden, ambapo Israel, Lebanon, Marekani, Ufaransa na Umoja Mataifa walikuwa sehemu ya mfumo wa uratibu wa usalama na utekelezaji wa hatua za kupunguza tishio la silaha za Hezbollah kusini mwa Lebanon. Tofauti kubwa inayomkera Netanyahu ni kwamba mfumo huo unaotajwa hauonekani kumpa Israel nafasi ya wazi kama ilivyokuwa hapo awali. Badala yake chombo hicho kinaonekana kujumuisha Marekani, Iran, Lebanon, Qatar na Pakistan. Muundo huo mpya unaibua maswali mazito ndani ya Israel kwa sababu iwapo utathibitishwa na kuanza kufanya kazi, utakuwa umeingiza Iran moja kwa moja katika jukwaa la kushughulikia usalama wa Lebanon, huku Israel ikionekana kusukuma pembeni. Kwa mtazamo wa uongozi wa Israel, hilo si jambo dogo kwa sababu Teherani ndiyo mfadhili mkuu wa Hezbollah, kundi ambalo Israel inaliona kama tishio kubwa zaidi katika mpaka wake wa kaskazini. Ndani ya ofisi ya Netanyahu, swala la Lebanon sasa limegeuka kuwa moja mafaili muhimu zaidi katika mazungumzo yote ya Marekani na Iran. Ripoti zinaonyesha kuwa waziri mkuu ya sasa ana hofu kuwa kama Marekani itaendelea kuunda mfumo wa usimamizi wa usalama wa Lebanon kwa kushirikiana na Iran bila kuweka Israel mezani kama mshirika rasmi, basi Tel Aviv inaweza kujikuta kuwa imewekwa kwenye mazingira mapya ya kisiasa na kijeshi ambayo yatazuia uwezo wake wa kufanya mashambulizi ya kuzuia operesheni za anga au majibu ya haraka dhidi ya Hezbollah ndani ya Lebanon. Kwa lugha nyingine, Netanyahu anaona hatari ya Israel kubanwa kisiasa katika eneo ambalo kwa miaka mingi imekuwa ikisisitiza kuwa haiwezi kuachia uhuru wake wa kijeshi. Hofu hiyo imechochewa pia na tofauti ya malengo kati ya mfumo wa zamani na huu mpya unaozungumza sasa. Mfumo wa mwaka 2024 uliundwa kwa lengo la kuratibu juhudi za kukusanya na kuondoa silaha za Hezbollah katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, jambo ambalo Israel lilikuwa na manufaa kwa sababu lilikuwa linaendana na ajenda yake ya kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa kundi hilo. Lakini kwa mujibu wa taarifa za sasa, utaratibu mpya unaonekana kulenga zaidi kuzuia msuguano wa moja kwa moja kati ya jeshi la Israel na Hezbollah, yaani kuzuia vita vikubwa kuzuka badala ya kuingia moja kwa moja katika mchakato wa kuivua Hezbollah silaha na kuipunguza nguvu zake kwa kiwango kinachotakiwa na Israel. Hilo linatafsiriwa na baadhi ya maafisa wa Israel kama mabadiliko ya msingi ya mkakati wa Marekani kuhusu Lebanon. Kwa sasa bado haijawekwa wazi kama mfumo huo mpya utaanza kutekelezwa rasmi, utakuwa na mamlaka gani kwa vitendo na kwa kiwango gani Israel itahusishwa. Lakini ishara zinazotoka zinaonyesha wazi kwamba mazungumzo ya Marekani na Irani yameanza kuzaa athari zinazovuka swala la nyuklia na kuingia katika nyanja ya usalama na mpaka wa Israel na Lebanon. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.